Magani ambao tumeshuhudia hii leo kati ya kikosi cha Singida Black Stars wenyeji ambao walianza na Abasoj, Abdalla Heri, Kennedy Juma ambaye baadaye aliumia akaingia Deus Kaseke, lakini Serili Imoro, Jaju, Aucho, Lianga, Chuku, Gede, Rupia hawa walipata nafasi ya kuanza katika mfumo wa 4-4-2. Azam FC wao walianza na Foba golini, lakini pia akiwepo Fuentes, Noro, Msindo, Mwikenda safu ya ulinzi. Eneo la kiungo Sadio Kanute, Akaminko, Faisal Salum, nyuma mshambuliaji Saaduni, Selemani Nado pamoja na Aba ambao walipata nafasi ya kwanza kwenye mchezo wa leo. Tathmini ya jana na leo ndicho ambacho tulichokishuhudia kutoka kwa makocha ulichokuwa kizungumzia? Kwa asilimia kubwa sana. Kitu ambacho tulikifanyia tathmini jana ndicho ambacho tumekishuhudia leo. Aina ya mchezo ambao tuliutarajia jana ulikuwa ni mchezo fulani uko very open, mchezo ambao utakuwa ni wa timu ambazo hazitokuwa zikiogopana ila zitakuwa zikitengeneza mazingira ya kujihami, ambapo Azam kwa ukubwa zaidi leo amecheza akibadilika kutoka low block kwenda mid block, ambako alikuwa anapata faida kubwa sana ya kwanza na James Akaminko pamoja na Sadio Kanute kwenye eneo la katikati. Ulikuwa kimtazama James yeye kwa muda mwingi wa mchezo, kuna muda alikuwa anacheza juu ya Sadio Kanute, huku Kanute yeye ndiye akicheza kama libero siku ya leo, ambapo alikuwa na drop kuja kuhakikisha kwamba mstari wa mwisho wa ulinzi wa Azam unakuwa na watu zaidi ya 5 ambao walikuwa wanazuia mianya ya Singida Black Stars kufika kwenye eneo la kumtafuta Aishi Salum Manula. Kwa muda Singida kana lazimisha kupita kwenye mapana ya uwanja, hasa ile flank ya kulia ambayo ilikuwa ina Lamin Jaju, lakini kwa muda mwingine ulikuwa kimtazama mtu kama Ayub Lianga, kwa muda alikuwa anajaribu na kuinvert ndani at least eneo la nyuma ya washambuliaji kwa kuna watu wawili, ambapo mshambuliaji alikuwa ni Joseph Gunadu Gwede, lakini nyuma yake alikuwa anacheza Elvis Baranga Rupia pamoja na Ayub Lianga. Flank ya kushoto akawa anacheza Ibrahim Imoro. Kwa hiyo kwa muda mwingi wa mchezo Singida alikuwa anashambulia kwa idadi kubwa ya watu, kwa sababu Azam alikuwa anaruhusu Singida kufika, lakini kilichokuwa kinawakwamisha Singida ni hiyo idadi kubwa ya wachezaji wa Azam. Ila uhatari wa Azam ulikuwa ni kwenye transitions. Ulikuwa kiwatazama Azam leo pale ambapo walikuwa kipoteza mpira, kuna muda yawezekana ni issue ya fatigue, lakini Faisal kuna muda alikuwa kwenye patrol kubwa sana ya Morris Chuku. Kwa kuna muda Azam wakawa hawamtumii Faisal kwenye matukio mengi, lakini alikuwa anacheza kwa uhuru alikuwa ni James Akaminko. James alikuwa akipata mpira na composure nzuri sana, ukimpa mali hana papara, ana uwezo wa kuhold mali, ana uwezo wa kusogea kidogo at least mita 2 kutafuta space sahihi, na pale ambapo alikuwa akiona mkimbio wa mawinga wa Azam, akiona idha mkimbio wa Idi, akiona idha mkimbio wa Nasor Sadun, alikuwa akihakikisha kwamba anawafikishia mpira kwa haraka sana ili waweze kutengeneza shambulizi ambalo lilikuwa linaenda kufika moja kwa moja kwenye lango la Singida. Lakini kwa ukubwa zaidi Azam mara nyingi alikuwa anapita kwenye upande wa kulia ambao ni upande wa kushoto wa Singida Black Stars, kwa sababu Ibrahim Imoro yeye muda mwingi alikuwa anacheza kwenye flank, yeye alikuwa anacheza kwa mtindo wa ku-overlap. Kwa hiyo mgongoni kwake Ibrahim Imoro alikuwa anaacha space kubwa sana ambayo Azam ndio alikuwa anajaribu kuitumia kudondosha mipira kwenye hizo transitions. Na ndio maana ukiangalia matukio mengi ya Azam kwenye huu mchezo wa leo yalitengenezwa kwa muundo wa cross ambazo zilikuwa zinatoka ule upande wa kulia, ambako kwenye ule upande ni upande wa kushoto sasa wa Singida Black Stars. Tazama pia hata goli la kwanza limetoka kule, lakini tazama yale mashambulizi ambayo yalikuwa ni ya hatari kwa upande wa Azam yalikuwa yanatoka ule upande wao wa kushoto. Kwa hiyo ni upande ambao ulichagiza ulikuwa ni udhaifu wa Singida, kwa sababu Imoro alikuwa analazimika kushambulia kutokana na inverting role aliyokuwa anaifanya Ayub Lianga. Kwa hiyo Imoro akanajikuta mara nyingi kwenye hali mazingira ya kukaba, isa atakaba watu wawili, atamkaba Lusajo, hapo anaenda kumkaba Idi Suleiman Nado, kwa sababu Ayub Lianga yeye kaongezeka ndani na alikuwa harudi kuja kumsaidia pale ambapo ilikuwa inahitajika kumsaidia. Lakini kumbuka kwenye eneo la katikati Morris yeye tayari alikuwa shachukuliwa na Faisal Salum, kwa alikuwa hawezi tena kutoka kukabana na Faisal kwenda kusaidia kwenye ule upande ambao alikuwa anacheza Ibrahim Imoro. Kwa Azam ule upande alikuwa huru sana kufanya kitu ambacho anakitaka. Ila upande wa kushoto wa Azam ambao ni upande wa kulia wa Singida ulikuwa very even, kwa sababu Lamin Jaju pamoja na Andy Kofi Cyril walikuwa na uwezo mzuri sana wa kucoordinate, walikuwa na uwezo mzuri sana wa kusaidiana majukumu, na ndio uliokuwa upande hatari kwa Singida Black Stars, kwa sababu mara zote walikuwa wanashambulia watu wawili. Kuna muda ulikuwa kimtazama Pascal Msindo alikuwa anakutana na changamoto za kukaba hawa wachezaji wawili, kwa sababu ulikuwa anakuja Lamin Jaju labda Lamin ana mpira halafu ghafla
Andy Kofi Sirira amefungua, anapewa pasi, kwa hiyo anajikuta kwamba either ana delay kwenda kwa Andy Kofi, akifika either acheze foul ama aanze kumchezea foul Lamin Jaju ambaye ndio ana mpira kwa muda husika. Lakini Lamin akiona upande wa kulia ambao Andy anataka kupita hauna eneo la kukimbilia, alikuwa anajaribu kusogea ndani, ambako alikuwa akisogea ndani. Sasa kutokana na idadi kubwa ya wachezaji wa Azam alikuwa hana tena eneo la kukimbilia. Atakapopiga pasi labda kumtafuta Joseph Gwede, anajikuta Joseph ataupoteza kwa sababu atakabwa. Atakapoenda kumpigia Elvis Rupia, Elvis ataupoteza kwa sababu ya idadi kubwa ya wachezaji wa Azam ambao watakuwa wameenda kumkaba. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo tactically walimu wote walibishana vizuri, walimu wote walionyeshana umamba, ila kilichokuja kuamua sasa na ni timu gani ambayo itaondoka na faida ni pale ambapo Azam walispot madhaifu ya Black Stars, na pale pale kwenye madhaifu wakawa wanahakikisha mipira mingi ndio inatengenezwa, mashambulizi yao mengi yanatengenezwa kutoka kwenye ule pande, na good enough kwa nafasi mbili ambazo walitengeneza, mwisho siku hizo ndio zimewapa faida ya goli. Okay, ukijaribu kumsikiliza anachokizungumzia hapa Wakanda Sajigwa, magoli ya nani, of course ya Azam asilimia kubwa zaidi ni yana mfanano fulani, na mfano kwenye hiyo idadi ya watu kwenye kushambulia nini, Azam of course wakawa wanafaika sana kwenye hiyo. Yaani mtu anaweza akashangazwa, hivi ilikuwa ni kona imepigwa ghafla ndo Lusajo Mwekenda ameenda kufunga ama ilikuwa open play. Kuna mtu ambaye hajatazama game, lakini ukiangalia orodha ya Azam the way walivyokuwa kishambulia ilikuwa inaruhusu hata mafullbacks wale waonekane kwamba wanaongeza idadi kwenye penalty box. Sasa Lusajo alikuwa anatosha sana kesha goli. Sahihi. Hata ukienda goli la pili, nafikiri ile walifanyia pressing. Unawapa credit ya Azam. Si ndivyo? Maana imepigwa back pass, golikipa Basoj kamuona kwenye inchi 6 pale. Inchi 6 unasema. Alikuwepo Halid Aucho. Halidi kama kwenye pasi yake kwa ajili ya teammate acheze nao ni kama aliisusa hivi na aliwin. Lakini kwa kuwa Azam walikuwa na idadi kubwa ya watu wanaoshambulia, hizo inaita turnovers, wamewini, wameenda kuwaadhibu. Ni kesi fulani ambayo imejitokeza siku leo. Muda mwingine watu wanasema kwamba unahitaji wachezaji wa daraja fulani waamue matokeo. Ndicho hicho nufaika Azam. Ni magoli ambayo ukiangalia wangeakosa, mimi ningekuwa na sehemu kubwa kwa laumu Azam. Kwa sababu kulikuwa na uzembe mkubwa ambao umefanywa na safu ya Singida. Kwa mfano goli la kwanza Singida ni kama alikuwa amepoteza umakini. Angalia huo mpira wakati upo kwa Faisal. Paka Anatani na anapiga pass kwa Nado. Kulikuwa na watu wengi tu kwenye box la Singida. Namna ambavyo Lusajo anafanya mikimbio mpaka anafika kwenye eneo anaenda kufunga, kulikuwa na mchezaji mwingine mbele, ni Aucho alikuwa naye karibu. Lusajo anatoka kwenye ile eneo anaenda kwenye karibu na 6 hadi anaenda kufunga. Aucho alikuwa kwa nyuma anatembea kawaida tu. Kwa huko ni kupoteza umakini. Licha kwamba walikuwa na idadi nzuri sana tu ya watu kwenye box. Kwenye goli ambalo ingetokea wanalikosa, Azam ingeweza kuwalaumu kwamba mnakosaje goli kama ile kwenye wakati ambao mtu ambaye anafanya marking ameweza kuzuba. Goli la pili ni pressing. Pressing pia utampongeza aliyefanya kwa sababu ni moja njia pia kuja magoli. Lakini wewe ambaye unaanza build up kuanzia nyuma na wakati huo pia unakosa ufanisi kwenye pasi ambazo unazipiga, hiyo pia ni kosa. Timu yote ile ambayo inatamani kucheza kuanzia nyuma, na ndio maana makocha kuna muda huo wa demand goalkeeper ambaye ana uwezo mzuri wa kuwa na mpira mguuni, kwamba akiwa na mpira ana hali nzuri ya kujiamini, hata pasi ambayo ataipiga itakuwa ni ya uhakika zaidi kuliko yule ambaye anaibutua. Lakini la pili pia huwa na madefender ambao wana uwezo kufanya hivyo. Kendi Juma mimi aje kuwa defender mzuri akiwa na mpira mguuni, ipokuwa wakati goli linafunga hata ashatoka. Alija Uche hivi sasa ni mzuri akiwa na mpira mguuni, lakini sijui ndo amechoka, si ndo uzito. Kwa matukio anachelewa sana Uche. Hata ile goli la kwanza lilipofungwa yeye ndo alikuwa karibu kabisa na Lusajo, lakini mpaka Lusajo aenda kufunga yeye kwa bado tu anajoy kawaida. Huwa ni baby alikuwa na opponent wawili wakati ule. Of course, lakini alifanya movement kwenye mpira ni mtu mmoja. Kwa hiyo uwezo kadiri na huyu ambaye anufaiki na mpira ukamwacha yule ambaye anaenda kwenye eneo ambalo la hatari zaidi. Kwa ni madhaifu tu ya safu ya ulinzi ya Singida ambao kwa Azam mtawapongeza kwa sababu inawezekana ingekuwa timu nyingine isingeweza kutumia. Singida anacheza na timu nyingi tu, lakini huone wakifanya hivyo. Na cha mwisho msimu huu Singida inaonekana kwa mujibu wa namba, kabla leo kwa mruhusu magoli 15 kabla mechi ya leo umefunga bao 18 tofauti na bao matatu. Baada ya leo umeruhusu magoli 17, umefunga bao 19. Katika timu za top 4 za msimu uliopita wao ndio wameruhusu magoli mengi zaidi. Mengi sana. Yaani wao wanakimbizana zile timu nyingine za huko.
Michezo 16 ameruhusu mabao 17. Maana yake ni wastani kuruhusu goli 1.5 kwenye kila mchezo. Kitu ambacho ni hatari zaidi kwa timu ambayo mwanzo watu walikuwa wanaitazama kama inaweza kawania ubingwa au nafasi mbili za juu au 4 za juu. Kwa hiyo kiujumla wana safu ya ulinzi ambayo imekuwa na shida. Kuna shida za muundo, lakini pia kumekuwa na shida nyingine za mtu mmoja mmoja kama ambazo zimetokea leo hii. Leo hii imekuwa ni shida ya mtu mmoja. Kwenye goli la kwanza ni shida ya watu kupoteza makini. Ila goli kuna shida ya pili, goli la pili ni shida ya muundo. Walikuwa disorganized maana. Yes, ambao pia imekuwa kijilejea. Lakini pia kuna shida ya mtu mmoja mmoja. Hapo ndo anapoingia sasa golikipa Masa Basoji. Leo hajafanya makosa, lakini michezo mingine ambayo ishikuwa na mistake kama hizo kama mechi na Mungu na michezo nyingine. Okay, lakini bado kwenye hizo takwimu ambazo tunazungumzia kwamba kwenye timu za top 4 za last season kwamba wao ndo wameruhusu magoli mengi zaidi, idadi ya goli 17. Yeah. Yanga 3, Azam karuhusu 5, ndo la leo. Singida karuhusu goli 6. Yeye kuruhusu goli, of course Simba karuhusu goli 6. Singida kuruhusu goli 17 kwa kuwa ni idadi kubwa. Lakini Singida huyu dhidi ya top 4 yake ya msimu uliopita kapoteza game zote. Hakuna aloshinda. Sare moja tu mzunguko wa kwanza Azam. Ya mzunguko wa kwanza ambao ni ya Azam. Lakini kapigwa na Yanga, kapigwa na Simba pia. Zote kapigwa nyumbani hizo. Hizi ndo kipimo cha michuano ya CAF. Hata kwenye interview jana kama nakumbuka kwenye press conference kocha alikuwa Ibenge. Yeah. Hamchukulii poa Singida, ila naamini kucheza na Singida ni level ya game ya CAF. Yaani unapata testi sahihi. Na alikuwa na wish maybe game zote ziwe katika level hiyo. Lakini kifikia pahala Singida anapoteza kwa watu kama haionyeshi kwamba ni dalili ya ukuaji. Muda mwingine maana inabidi uoneshe kwamba na wewe mkubwa kiasi gani. Alitushawishi katikati hapa. Display ya mnyama hata kama amepoteza, display ya Yanga hata kama alipoteza, lakini matokeo tuliona kwamba umepoteza kwa Yanga na nani na Simba. Akafunga Mbeya City. Kuna watu ukikutana nao unaweza ukapata matokeo mazuri. Ndio maana akashinda kwa Prison pamoja na nani na Mbeya City. Leo ulikuwa uone kabisa ule ushawishi ambao unaonesha kwa Simba na Yanga. Yes, kwa leo sijaona. Vitu yani walikuwa luzi sana. Sababu hata mchana niliwapa nafasi wao endapo wakionyesha kiwango ambacho wanaonyesha mechi dhidi ya Simba. Lakini so far imekuwa tofauti. Na pia nilisema mchana kwamba licha ya kuwapa nafasi, lakini pia ikitokea wanacheza kawaida au chini ya kiwango, pia sitashangaa kwa sababu hawa ni Singida. Ndio. Ni timu ambayo haina malengo makubwa sana. Hadi Singida ademande vitu vikubwa. Kitu ambacho hakimlazimishi leo hii mchezaji wa Singida kwamba wewe Jaju kile kiwango ulichotoa dhidi ya Simba kila siku ucheze vile vile. Hailazimishi. Inawezekana kuna siku kacheza kawaida na usiwe na kesi. Na nikapa assignment hapa wastana akanda kwamba angalia ile mechi ikiisha, yeyote ambaye atakayefungwa muone sura zao zitakuwa zinazungumza. Singida sikafungwa. Yeah. Ujiona tofauti, yani kama nani kashinda. Inawezekana mtu akiangalia tu ile mechi imeisha uwezo kujua nani kafungwa hapo. Kwa sababu wote wako kawaida. Ndio Singida alivyo. Hademandi ubingwa. Labda ni nafasi za juu. Kwa hiyo hii haimpi mchezaji hali ya kuhitaji kila mechi acheze, kwa sababu hakuna hiyo pressure ya nje ambayo inamsukuma kufanya hivyo. Ndio ambacho kimetokea leo hii. Inawezekana mechi nyingine inayokuja ukashuhudia Singida tofauti, inakuja tena akashuka. Timu kama hizi za madaraja hayo, yani huyu anachokifanya Singida anadondokea kwenye kundi la kina Aston Villa. Yani kwamba ni timu ambayo kuna muda ya kushawishi kwamba hawa sasa msimu hapo kwenye mbio za ubingwa, lakini zinakuja mechi 3 mfululizo. Uelewi imekuwaje? Ndo Singida alivyo. Kwa hiyo si jambo bora la kushangaza, kwa sababu kwa nature au asili ya timu, malengo yake na sehemu ambayo ipo na ambacho anakigombania ni kitu ambacho kilikuwa kinatarajiwa. Lakini ingetokea Singida ana kiwango kufanya ile mechi dhidi ya Mbeya City alivyoicheza, kiwango kile kile kwenye kila mechi, tunazungumza hivi sasa mbio za ubingwa zinakuwa na watu 4. Lakini mdao tunazungumza mbio za ubingwa ni watu 2. Kwa mbali tunamuona Azam ambaye pia naye kamzidi Simba gap la alama 2 kama sio 3 hapo, na bado ana michezo 2 mkononi. Kwa maana kwamba Simba anaweza akarelax hizo mechi 2 akashinda hata mechi moja bado akamshusha Azam. Kitu ambacho naona akiongeza ushindani kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo Singida mimi nitamjaji kutokana na kile ambacho anakihitaji. Huyu ni mtu ambaye anagombania nafasi 4 za juu. Akia kwenye hilo eneo ana room ya kuweza kurelax. Haimlazimishi sana kila mechi acheze kila siku, na tunaona hayo ambayo yanatokea. Wakanda, nataka nikupe takwimu kidogo hapa za Faisal. Msimu wa 22-23 Faisal alikuwa Yanga. Tukubaliana sote 22-23. 22-23. Disha dogo ndo aliandika barua ya kuaga. Huu ni msimu ambao Saido na Maele walikuwa na idadi ya goli 17. Faisal alimaliza akiwa na idadi ya magoli 6 nusu msimu hiyo. Lakini tunamzungumzia Faisal ambaye akiwa na wananchi wa Afrika kwenye
huu msimu hakuwa na assist nyingi sana, hakuwa almost ana assist ngapi? 2 kwa mujibu wa takwimu ambazo nipo nazo hapo. Kwa hiyo alichangia mabao 8. Msimu wa wewe ni 22-23. Msimu wa 23-24 ni msimu ambao Aziz Ki alikuwa top scorer na 21. Wao una count idadi ya magoli kwa msimu mzima. Yes, alikuwa na 21, Faisal alikuwa na goli 19. Magoli kwenye assist ukimtoa Kipre Junior ambaye alikuwa top assist kwa hizo 9. Aziz Ki alikuwa na 8. Nafikiri ya Okwasi alikuwa na 7, Mziza alikuwa na 7, Faisal pia alikuwa anafuata na 7. Umefanya calculation? Assist 7. Kipe ndio anaongoza, Azizi 8, Atola 7 na Clement Mzize 7, Faisal 7, Lusajo 7. Yes, sawa. Assist 7 na goli 19, umepiga hesabu? Mchango ambao 26. Hiyo 23-24. 24-25 ambao ndio msimu jana, Faisal hakuwa na mchango mkubwa sana wa magoli ukilinganisha na msimu uliopita. Yeye alifunga magoli 4. Mabao 4 pekee, lakini ni nyota ambaye tunamzungumzia alikuwa top assist kwa alikuwa na assist 13. Mabao mangapi jumla msimu? Changa mabao 17. Lakini kwa huu msimu wa 25-26 tayari ameshafunga magoli 7. Top scorer ni Fabrice Ngoya na 8. Lakini Faisal tunamtaja katika wale top assist, ametaa yeye pamoja na Elim Pans. Wote wana 5. Graph yake sio mbaya sana. Sio mbaya sana. Sio mbaya. Yani neno baya kwa nini umelitumia? Nimeona unasema goli 4. Hizo goli 4 kwenye assist yupo 13. Yani mwisho wa siku numbers za Faisal zinaweza zikaja kusindikiza tu kitu ambacho anakionyesha uwanjani. Kwa sababu anacheza eneo ambalo linahitaji mchezaji ambaye kwanza ana consistency ya kucheza. Yani kuna consistency za aina mbili, kuna consistency ya kucheza, alafu kuna consistency ya kucheza kwenye ubora. Yani mara kwa mara anatokea kuwepo uwanjani. Faisal hicho kitu anakupa. Ni nadra sana kusikia Faisal atakosekana kwa sababu ana majeraha. Ni nadra sana kusikia Faisal atakosekana labda kwa sababu ana suspension, labda alifungiwa. Ni kwenye msimu mzima unakuta ni tukio linalotokea mara moja. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye uwanjani utamkuta, lakini cha pili anaweza kwenye ubora. Muda mwingi atakapohitajika kutoa performance ya juu, Faisal anaipa Azam performance ya juu. Zile game kubwa Faisal atasimama, atawaambia Azam lisajili lije nitumike kwenye game kubwa. Ataonyesha kiwango kwenye hizo game kubwa. Game ambazo zinahitaji pasi yake moja ili Azam itengeneze nafasi. Game ambayo inahitaji yeye mwenyewe asogee akafunge. Game ambayo hata Azam akipoteza bado kiwango atakachokionyesha Faisal Salum Abdalla kitakuwa linaendelea kwa pale pale. Kwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana hiyo sifa kwamba hizi namba zitakuja tu kusindikiza kitu ambacho utakuwa umekishuhudia uwanjani. Imagine leo unazungumza Faisal ana goli 4 lakini ana assist 13. Hizi ni goli 17 ambazo zimetoka kwenye mguu wa mtu mmoja. Ukija kufanya tathmini ya magoli aliyofunga Azam na magoli aliyochangia Faisal, unakuta Faisal amechangia nusu ama robo ya magoli Azam. Yeye peke yake. Mengine ndio unakuta wachezaji wote 20 na ngapi waliobaki wamegawana. Kwa mfano msimu huu Azam kafunga goli ngapi? Kwa huu msimu mzima. Angalia hapo Azam kafunga goli ngapi? Ukimtoa Yanga mwenye 32, Azam kafunga goli 23. Toa 12 za Faisal. Of course ni nusu ya Faisal yani mguu wa Faisal umezalisha nusu ya magoli ambayo Azam ameyapata. Hiyo nusu nyingine wanagawana hawa watu wengine. Hata msimu wa nyuma yake pia hivyo hivyo. Yeye alizalisha magoli nusu ya magoli ambayo Azam walikuwa wameyapata. Wengine ndio walikuwa wanagawana. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanikiwa kwenye engo ya consistency, ambao ndio sifa namba 1 ya mchezaji mkubwa. Mchezaji mkubwa mara zote atakumbukwa kwa kucheza katika kiwango cha juu kwenye mfululizo. Wapo wachezaji wenye talent ambao labda wanaweza kusema wanamzidi Faisal, lakini talent zao ni za mechi 2-3. Atakupa mechi 2-3 na enjoy, atakupa robo msimu uta enjoy, then baada hapo anapotea. Lakini mfano utakapomzungumza na mtu kama Ibrahim Ajib Kadabra Migomba, that guy is talented. Yani unapozungumza talanta ya mpira, ukimwangalia Ibrahim, ile ndio talanta ya mpira. Lakini vipi kuhusiana na muendelezo? Ndio changamoto ndio iko pale. Kwa hiyo Faisal leo amefanikiwa kuwa na hiyo talent ya mpira, ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana IQ kubwa sana. Ukimtazama Faisal anavyocheza, kuna muda unaona halazimishi kucheza mpira. Yani ni mpira unatii kile ambacho yeye anacheza. Ndio maana kucheza kwenye prime yake mechi kwa mechi ni kitu ambacho utakitegemea. Na ategemea yeye kwamba eti
subiri mechi ya Yanga ndo ni wake ya Simba hana mechi, yani hachagui, yani game yoyote ipo active, ndio anasema halazimishi, yani ina vitu vinakuja automatically. Kuna touch ataifanya Faisal, very simple touch, lakini itakuwa ni touch ambayo ukitazama unasema yes, hii ni brilliant touch, lakini kwake ni vitu ambavyo anavifanya simply. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango chenye muendelezo, na yawezekana kwa kiasi kikubwa mchango wake kwenye mchango mkubwa kwenye career yake ulikuja hasa baada ya ujio wa mwalimu Nasruddin Nabi ambaye alimtoa Faisal kutoka kucheza kiungo wa chini na kiungo wa kati kuja kumchezesha kiungo advanced position ambayo ni namba 10. Faisal alianza kucheza kama namba 6, baadaye akatolewa namba 6 akaja akacheza kama namba 8, lakini akatolewa namba 8 akapelekwa sasa tukacheze kama namba 10, ambako tangu Faisal acheze kama namba 10 Tanzania imemshuhudia Faisal wa kiutofauti kabisa. Yawezekana Azam baadaye akamtumia kama namba 9. Azam kuna mtu ambao alikuwa na Aziz, alikuwa anatumika kama false namba 9, ambao yeye ndio alikuwa mtu anayekimbilia eneo la katikati baada ya Dube kususa ile mipira ambayo inatengenezwa kwenye mapana ya uwanja, na mwisho siku akafunga goli 19. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ameshaonyesha umuhimu kwenye kutengeneza, lakini ameonyesha umuhimu kwenye kufunga. Good enough Faisal asubiri set piece. Ni mchezaji ambaye kwenye kufunga yeye kwake ni goli chache sana, utakuza penalty. Unakuta 2. Penalty hawezi. Na tena penalty sio specialist wa penalty. Sio specialist wa foul. Ni mchezaji ambaye akifunga foul usiku sasa Faisal anafunga foul. Lakini anaweza akapiga akafunga, ila sio specialist wa mpira. Kwa hiyo magoli yake mengi ni magoli ambayo yanafaidisha timu hasa kwenye hizi open play. Kwa pia ni jambo la kumpongeza sana kwa sababu Faisal licha kupita kwingine, sema ambayo amekuja kumpa jina ni Yanga. Sasa ukiwa anacheza Yanga kuna pressure ya nje ambayo huwa ina influence kiwango chako kuendelea kwa kikubwa kila siku. Wakati anatoka Yanga kwenda Azam, kulikuwa na tabiri kwamba huyu katoka Yanga anaenda Azam, kula anaenda kurelax. Kuna muda asema kwanza ameshaanza kuwa kibonge, lakini uwanjani bado anaendelea. Ni jambo la kumpongeza. Kuna wachezaji wengine baada ya kutoka Kariakoo walivyoenda sehemu nyingine wakaenda kutulia, si hakuna pressure, yupo comfort zone, huoni tena akiendelea kufanya vizuri. Lakini yeye amekuwa tofauti, ameenda Azam, ndio hakuna pressure kubwa kama Kariakoo, lakini kila siku yeye yupo, kila msimu tangu ameingia yeye ni sehemu ya wachezaji bora wa Azam. Kwa jambo pia la kumpongeza, wachache sana ambao anaweza kumaintain kitu. Binafsi kwa misimu hii 3 mfululizo kwa kiwango chake alideserve kuwa either kiungo bora wa msimu, tuzo hizo zote bila bebe, ama kuwa mchezaji bora wa msimu. Hata kama mnaangalia kigezo cha kuchua of course kutoa nini kombe, lakini kwa hiki kiwango alichonacho alistahili bila uwepo wa watu fulani. Sema unajua kuna muda kombe linakuja wapi? Kombe linakuja kama ulikuwa na kiwango kizuri, halafu mwisho wa siku kiwango chako kimepelekea wewe kupata kitu fulani. Faisal kuna muda anavutwa shati kwa sababu anakuwa na kiwango kizuri, ila kuna mwingine pia na kiwango kizuri, alafu huyo mwingine amenakshi kiwango chake kwa kubeba taji. Okay. Bwana tumalize bwana. Kuna matukio yamejitokeza. Nataka tujadili matukio mawili tu ya haraka. Moja ni tukio ambalo nimelishuhudia. La kwanza, Aba alichezewa faulo wakati Azam anashambulia. Abel Aba jezi namba 10 wa Azam alichezewa faulo na Halida Aucho. Zaa kuchelewa matukio. Aucho ndio nataka ni issue ya yeye kudelay kwenye matukio, ilimfanya ateleze ama alifanya makusudi kumchezea faulo, maana alimkanyaga kwenye kisigino kwa nyuma wakati Aba anakimbia anaenda kulishambulia lango la Singida. Lakini hicho kuja kushangaa mwamuzi akutoa hata kadi ya njano Nasoro Mwinchui kwenye ile tukio. Lilistahili kuishia vile, maana ilikuwa ni dangerous play. Ni tukio ambalo linanipa utata, na kwenye kanuni nasema any tackle from behind is zero card. Linanipa utata kwenye kujua ukubwa kiasi gani, kwa sababu alikuwa nyuma. Ni tukio ambalo alikuwa ashaachwa, analifuza. Sasa pale kuna vitu viwili ambavyo nilikuwa nataka nivione vizuri. Amenyoosha mguu kwenda kumkanyaga au kateleza kajikuta na mangukia na anafanya ile foul. Foul kweli amefanya kwenye umakusudi au bahati mbaya, ndo hapo ambapo pananipa utata, kwa sababu talipe ambayo nimeipata hainionyeshi vizuri, lakini inaishia sema mbo Aucho anaanguka. Kwa pale huwezi kujua kama huyu mtu alijitanua labda mkono amvute au mguu ende kumkanyage au ameteleza, wakati anamalizikia ndo akajikuta anamfanya foul Abel Aba.
hapo. Kwa hiyo siwezi kumlaumu sana mwamuzi kwa sababu mimi mwenyewe pia sijapata nafasi ya kuona. Okay, tukio la pili. Lusajo Mwaikenda ndani ya penalty box. Kwanza alionekana mtu ambaye kama amechoka, afu kuna wakati kuna mtu alimtengenezea pressure sikimbie vya kutosha, baadaye akawini. Akapata muda na nafasi ya kufanya anachokitaka. Kaingia kwenye penalty box. Alikuwa Pasco Msindo. Yes, Pasco Msindo wa kushoto solo Lusajo. Pasco Msindo kakimbia, kuna foul ilitokea. Kwanza unakubaliana ni foul? Ni foul. Kwa nini? Mukrim pia alienda kuchallenge lakini akaukosa mpira, kwa akadili na miguu ya Pasco. Uelekeo mpira wa kubadilika Mukrim the way alivyokuwa anacheza au kubadilika, uliendelea moja kwa moja mpaka kwenda nje. Ilikuwa kwenye juu ya mstari, nje ya mstari ama ni ndani ya box? Ndani ya mstari, ndani ya box. Ndani ya box. Mstari kwa ndani kidogo. Positioning ya maamuzi Nasoro Mwinchui ameona ile tukio. Sasa lile nikisikia mtu anasema maksudi, kwa nitaamini maamuzi kafanya maksudi. Ameliona. Sasa kama muamuzi Nasoro Mwinchui kaamini Pasco Msindo kadive, kwa nini hakumwadhibu kwa kumuonesha kadi ya njano? Ili hali dakika 3-4 nyuma alitoka kumuonesha kadi ya njano. Kwa nini singetolewa second yellow, kadiwe red card kwamba umedive? Pale kuna akataa, amesema nimeona. Pale kuna viwili ambavyo maamuzi anaweza katafsiri. Cha kwanza ni hiyo umejiangusha. Cha pili ulikuwa unakimbia umekosa balance, umeanguka. Hapo hujadive. Wala hujamuibia. Kwa sababu yule bwana alikuwa anakimbia akakutana na Mukrim. Kuwezekana tafsiri ya Mwinchui labda huyu bwana amekosa balance kaanguka. Hawezi kupa kadi ya njano. Wao ulichokiona bila marudio tu, ulichokiona tu ile ya kwanza. Mimi niliona ile tukio ni foul. Ni foul. Na naamini pia macho yangu anaona kama ya kwake. Naye ameona ni foul. Sasa nini kilichomfanya asitoe kwenye utetezi aliyokuwa anaongea na Lusajo ndo anajua. Kama alikuwa anamwambia ukadive au alikuwa anamwambia huyo mtu labda kateleza kwa sababu, lakini ilikuwa ni foul ambayo imemfanya pia siendelee. Hajaendelea baada ya pale ametoka na naamini ameiona. Na naamini Mwinchui baada ya kunusurika kwenye dabi kufungiwa anapambana sana afungiwe. Kwa hii kesi ya leo anapambana sana afungiwe. Jue tumechukua tu matukio mawili lakini kulikuwa na bato ya Lamin na Pasco Msindo. Pasco Msindo of course handball ya Kaminko. Hii bato ya Pasco na Lamin Jaju ilikuwa inaelekea pabaya sana. Na yeye ndo alikuwa ni chanzo. Kwa sababu tangu mwanzo sikuona akionyesha ishara yoyote ya kuwaonya wale mabwana hata kwa mdomo tu. Mazoni pale ilikuwa ni vita, kulikuwa muda Pasco anaweka mguu kweli kweli. Jaju pia anakuja anajibu afu alikuwa yuko kama mtu. Kipindi cha kwanza kimeisha akutoa kadi wala sikuwa naonya lolote. Ujue unavyoendelea kuacha vile ndo unafanya watu waendelee kufanya zaidi. Wana panic. Kwa sababu inawezekana huko mbele angeenda kutoa kadi nyekundu. Lakini jambo ambalo litakiwa alimudu mapema lingeweza kuisha, lakini hakufanya hivyo. Kwa hiyo kuna haya matukio ambayo ameyafanya kwa kweli. Mimi naamini aliweza kuyaona. Kwa hiyo kifupi kwenye ile taarifa kwa umma ya bodi ya ligi kupitia kamati yao ambayo inasema hii haikustahili kuwa offside. Hili lilistahili kuwa goli halali. Azam leo walipaswa wanufaike na penalti. Azam walistahili kupata penalti halali kabisa. Lakini Nasoro Mwinchui yeye amekataa. Na matokeo ya kufungia hivi karibuni, sijui mtu mtego wa offside kafanyaje? Mwinchui yule anafungiwa haponi. Haponi. Ndio maana nimesema anapambana kufungiwa. Anaitafuta